Maji wa Asheri Media ni kukaribisha sana katika kipindi chako pendwa. Leo bwana, nimeweza kufika maeneo ya Michese kwa ajili ya kuweza kuongea na wadau mbalimbali. Lengo zumuni la kipindi hichi ni mmomonyoko wa maadili. Hivyo basi nitaenda kuongea na wadau ni nini haswa wanachokifahamu, kwamba kizazi cha zamani kilikuwa ni watiifu, wao walikuwa ni watiifu kuliko kizazi cha sasa hivi. Zamani mtoto ulikuwa ukitumwa unaenda kwa nidhamu yote, lakini kizazi cha sasa hivi unaweza kumtuma mtoto lakini hata asikusikilize. Ni nini tatizo haswa? Je, tumesahau maadili ya wazazi wetu zamani au ni nini tatizo? Utakuwa na mimi mtangazaji wako Idi Waziri Jemedari, nitakaye kuletea habari hizi mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili kwa wa kwanza kupata video zetu. Leo iko ndani ya Michese. Kwa jina naitwa Viki Isaka Biongola. Ndio. Niko hapa Michese, kata ya Mkonzi. Mada umeweza kuisikia. Wewe kwa mawazo yako na maoni yako, ni nini haswa kinachosababisha kuwepo na mmomonyoko wa maadili? Mimi nafikiri, kwa kufikiria labda kwa mawazo yangu, ni utandawazi. Hii utandawazi ilikuwa ni kubwa kupita kiasi. Watu wamekuwa na uhuru, vijana wa sasa wako huru. Wewe unahisi utandawazi ndio unapelekea kuwa na mmomonyoko wa maadili, sio malezi? Nikisema malezi, kila familia na jinsi inavyolea. Uko sahihi kabisa. Kuna baadhi ya wazazi ambao mtoto wake anaanza darasa la kwanza mpaka anakuja kumaliza la 7 hajawahi kushika hata daftari la mtoto. Wewe unahisi pia hivyo vitu ndio vinavyoendelea kuchangia zaidi? Yeah. Kwa sababu kama mzazi hawezi kuona umuhimu wa elimu, hawezi kuona umuhimu wa kufuatilia mtoto kwenye elimu. Wazazi wengi, naona wengi utakuta wengi wako kwenye mabara, kwenye vibanda, wanafanya tu maisha yao. Hawawezi kukumbuka kwamba leo mtoto ameenda shule, amesoma nini, tumkague mtoto shuleni. Na hiyo pia ni sababu. Wewe unahisi ni nini kifanyike haswa ili tuweze kuondokana na hii hadha ya mmomonyoko wa maadili, hususan kwa watoto wetu wa kizazi cha sasa? Nafikiri hapa kinachotakiwa tu ni mzazi kujaribu kubadilika, kwa sababu kizazi tunachokipata sasa ni kizazi kibaya na kinachoendelea kumomonyoka, kisichokuwa na maadili. Leo hii mzazi, tulikuwa hatuna wazazi wengi, sidhani kama wanafuatilia hata masuala ya kimungu. Tumeshakariri kwamba tumeshakuwa na mambo ya mazoea, Ijumaa msikitini, Jumapili kanisani, lakini hatuna muda wa kukaa na watoto wetu. Zamani mimi tulivyokuwa sisi, tulikuwa tuna ibada za jioni. Ikifika jioni tunakaa na wazazi wetu, tuna muda wa kusoma neno la Mungu, tunaonywa kupitia neno la Mungu. Lakini sasa nyumba nyingi au kaya nyingi hazina hicho kitu. Vijana wapate kazi za kufanya, wawe bize, wapate kitu cha kufanya. Na sasa hata hali imebadilika kulingana na dhambi zimekuwa nyingi. Watoto wamekuwa mtovu wa nidhamu na mvua hazinyeshi. Ndio kama kwetu tunafikiri mnaona. Hakuna mvua. Kijana ataenda kutafuta wapi pesa kwa ajili ya kulipa? Hawezi kuenda akiwa ni mlevi, hawezi kushika jembe. Mitandao, teknolojia, utandawazi kwa ujumla, na wenyewe unachangia sana kuwafundisha vijana vitu ambavyo havipaswi. Kwa sababu ukiangalia vizazi vya zamani kulikuwa kuna vitu kama vile ujando, unyago, watu wanafundishwa maadili. Hata sasa hivi unakuta hivyo vitu vimepotea, havipo kabisa. Kwa vitu kama hivyo ni mambo mengi, lakini baadhi ni hivyo ndio changia mmomonyoko wa maadili. Ni nini haswa kifanyike ili tuondokane na hii hadha ya mmomonyoko wa maadili? Kuna mambo kadhaa ya kufanya. Binafsi, kwanza ni wasii wazazi kuwa karibu na watoto, kwa sababu mzazi ndiye mwongozo wa watoto. Sasa unakuta vijana wengi kwanza wanaingia kwenye mahusiano wakiwa hawapo tayari. Kwa hiyo hata ukishapata watoto, wale watoto hawana mwongozo kabisa. Ndio unakuta kuna masingo mama wengi, masingo baba wako wengi. Unakuta mtu ana watoto 3 4 lakini hana familia. Ni kweli. Unaelewa? Sasa ile inachangia kupata kizazi ambacho baadaye huwa na mmomonyoko
Sasa na washauri labda vijana, ili uingie kwenye, tuseme uwe mzazi, jitahidi kwanza uwe na misimamo wewe binafsi. Funga ndoa ili hata ukija kupata mtoto una uhakika anakaa sehemu gani na utamlea. Lakini kama mahusiano ya kurukaruka sasa unapata watu ambao hawana maadili. Neno moja kwa watazamaji wanaokutazama sasa hivi kupitia Shayia Media TV. Watazamaji wa Shayia Media of course nawapenda, lakini niwashauri jambo moja, hasa vijana. Hebu tuwe na maadili, sababu taifa bila vijana si kitu. Kinachosababisha mmomonyoko wa maadili kwa kizazi cha zamani na cha sasa hivi ni tofauti, kwa sababu wazazi wa zamani ni walikuwa na maadili na kufuata mila na desturi. Alafu wazazi wa sasa hivi unakuta yani watoto wanakuwa na mmomonyoko wa maadili, kwa sababu unakuta mtoto labda akienda kwa jirani akipigwa, mama mtu tayari anaanza kufoka, kwa mtoto anaona kama analelewa kimayai. Ndio maana mmomonyoko wa maadili unapungua, ndio maana mtoto anakuwa anadharau wengine, aidha anadharau wazazi wa majirani, wazazi wa watoto wenzie, kwa sababu anajua kabisa mzazi wa mtoto mwenzangu aweza kanigombeza wala kanipiga wala kunionya, kwa sababu akinionya mamangu ataingilia kati au babangu ataingilia kati au ndugu yangu ataingilia kati. Ndio maana mmomonyoko wa maadili unazidi kuwa juu kuliko kizazi cha zamani, kwa sababu kizazi cha zamani unakuta yani mtoto kuonywa ilikuwa ni jambo la kawaida, kwa sababu unaambiwa ukizaa mtoto dunia tunalea wote, sio ni wako wako, ni wa wote, kwa wote tunalea. Unakuta kama mimi mzazi nikiwa na mtoto labda naweza nikamwacha kwa jirani akionywa akipigwa, mimi kwangu naona ni sawa, kwa sababu anakuwa ni nini, ni naona kama ni anaonywa na anaelekezwa. Ndio maana unakuta mtoto anakuwa na maadili nini mema na maadili mazuri. Ni nini haswa kifanyike ili tuzidi kupata kile kizazi kilichochema, kwa watazamaji wanaotazama sasa hivi kupitia Shayia Media? Hapo kinachotakiwa kufanyika ni sisi wazazi tukubaliane tu, mtoto wako akionywa ukubali aonywe, maana mtoto unapomzaa ni mtoto ni wako tu sote. Maana unaambiwa mtoto akishatoka duniani wako tu sote, bila ukiwa umebeba wewe tumboni ndio wako peke yako, kutokana na malezi ya mtoto mwenyewe jinsi alivyolelewa. Unakuta mtoto mwingine anakuwa anaona yani malezi aliyolelewa yeye ni bora zaidi kuliko ya mwenzie, anaweza kakaa na labda kaolewa akaona mbona mume wangu anakuwa haniendo anifanye hivi na hivi, au labda mwingine unakuta ndio hivyo, mwingine anakuwa kwa ukalelewa kwenye nini, kwenye malezi ya hela vile, akienda anaona mbona mume wangu hana hela hivi na hivi, anaona huyu siwezi kuishi naye, nataka yani aishi na yule mtu ambaye kwenye maisha alotokea yeye. Kwa sababu maisha sasa hivi ni kutafuta kwa wote. Ukuta mwenzako ana hali ngumu, cha muhimu ni tabia, sio naangalia pesa. Vijana wengine anakuwa ni ile habari ya kujishughulisha hana. Anapenda labda kapita kijana mwenzao au mtu anajua na wewe jamaa naomba 1000 au naomba jelo hapo nisaidie. Akishapewa vile labda akaenda kanywa maji, kanywa juice, anaona siku imepita. Anaona na shida gani ya kujishughulisha? Au mwingine anakuwa labda anakaa kwa kijana mwenzia anamlea, yani anakuwa labda anaona kabisa anaenda kushinda sehemu fulani, sehemu ya kulala nayo, sehemu ya kushinda nayo, sehemu ya kutegea kula ninapo. Kwa anakuwa anaona hiyo ni maisha yake, ndio mwingine anajiendeleza hivyo nayo maisha. Unataka kuniambia kwamba 100% ni wazazi ndio wanaochangia mmomonyoko wa maadili? Kabisa. Maeneo yako ni mengi sana. Sasa hivi teknolojia imepanda. Zamani ilikuwa wazazi wetu walikuwa wanapendelea sana kulima na kazi ngumu. Vijana sasa hivi hapendi kazi ngumu. Kwa nini? Kwa sababu vijana wengi wanabakizwa nyumbani, wazazi wanakuwa busy, maisha yamebadilika. Kwanza maisha yako speed. Ukiangalia teknolojia, watu sasa hivi wako kwenye internet na pamoja na mitandao, wanafanya kazi online, wanafanya kazi katika mambo ya internet. Na kufanya kazi katika internet, kijana hajui hivyo vitu, na vijana wengi wanatafuta kazi ya internet, wanatakiwa wasome. Wazazi watakuwa wameshasoma, kaka zao wameshasoma, wako busy, wanaachwa nyumbani. Wakiachwa nyumbani wanapewa simu, wakipewa simu na TV. Wakiangalia TV magharibi kule, wazungu wanaangalia filamu, wakiangalia vile vitu wanajifunza vile vitu. Wakija ku apply hapa Afrika hatuna, wanajikuta tena maisha yanakuwa magumu. Wafanye nini? Wanaiba, wanavuta bangi, wanakunywa pombe, wanakaa vijiweni. Ukiuliza hivi hata vijiweni hawana, kwa ajili hawajajifunza. Kila fedha inatafutwa kwa mafunzo na elimu na information, hawana. Lakini wazazi wako busy kwa ajili wana information. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mtangazaji,
ninapenda kusema hata kama wazazi wako bize kiasi fulani na wako bize kwa ajili ya maisha, kwa ajili ni magumu, warudi kwa vijana, wapate muda wa kukaa na vijana, waelekeze kwanza kuabudu, pili elimu, cha tatu kujitahidi kutoa jasho, kazi ngumu wasikimbie. Internet na teknolojia hela haraka haraka inapoteza vijana. Mimi bwana nataka niseme hivi. Sisi kipindi tunakuwa tulikuwa ni watu watiifu sana. Mtu mwenye umri nikimuona anapita hata awe na kamzigo fulani, ili mradi najua huyu mtu anaishi nyumba ile, nitampokea kile kimzigo nimfikishie mpaka nyumbani kwake. Na akija yeye ananishukuru, asante mwanangu umenipokea mzigo. Lakini watoto wa sasa hivi wakipokea mzigo ndio kwa heri, na hutamuona vichochoro atakavyopita. Maadili yamepungua, hakuna maadili kwa vijana wa sasa hivi. Wewe unahisi ni nini kinachosababisha babangu mpaka kuonekana na mmomonyoko wa maadili wa vijana? Maana zamani ni kweli kabisa kwamba hata mzee akiwa amekosa sehemu ya kukaa, basi wewe kijana itabidi usimame, hususan hata kwenye vyombo vya usafiri. Hizo mpishe fulani akae ulikuwa uambiwi, lakini sasa hivi kijana mpaka umwambie mpishe mzee fulani akae. Hilo wewe unalionaje? Ndio hayo sasa ninachokielezea hicho. Ndio ni kwamba yani mmomonyoko sasa hivi wa maadili kwa vijana haupo. Heshima zimepotea. Yani hata kama ni mzazi tu anamwona huyu ni mzazi wangu, baba yake au mama yake, ndio pia jibu analompa ni jibu la kijinga sana. Watoto wetu hawana maadili sasa hivi. Ni kitu gani hasa kinachosababisha watoto wa sasa hivi wanakuwa hawana maadili? Ni utandawazi zaidi au ni nini? Makundi. Makundi yanawaharibu vijana wetu sasa hivi. Watakwenda wanakutana na wenzao katika kikundi kile, wanavuta mabangi, wamekaa wanabuia ugoro, naye akienda kujiunga kwenye eneo lile, yani huyo tena si mwanao, ujue ni matatizo. Na hata rudi nyumbani, hata mamake anamtukana. Hawana maadili. Tumejisahau sisi wazazi. Kiujumla sisi wazazi ndio tunashiriki au tunashindwa kuwashauri watoto wetu waenende mienendo mizuri inayompasa Mungu, kwa sababu tumejisahau sana, tumejizi sana kwenye mambo yetu. Wewe unahisi ni kwa nini wazazi wanakuwa wanajisahau, haswa wanawasahau watoto kwa ajili ya kuweza kukaa nao na kuendelea kuwaelimisha? Wewe unahisi ni nini haswa tatizo? Cha kwanza tumekuwa busy sana, kwa sababu tukitoka asubuhi tunarudi, wakati mwingine kama ni wababa wanarudi usiku saa 4 saa 5, wanakuta wale watoto wameshasinzia, wameshalala. Baadaye arudi mapema, akae na mtoto wake, amshauri, amkanye, amuulize siku nzima changamoto aliyokutana nayo ni ipi. Anarudi muda umeenda, anakuta mfanye amesinzia. Kwa hiyo wazazi kuwa busy ndio kinapelekea haswa kuwa na mmomonyoko wa maadili. Hilo mimi naona inachangia. Wewe unahisi sasa ni nini kiweze kufanyika ili mmomonyoko wa maadili kwa vizazi vingine vinavyokuja, ili tusiendelee kuwa navyo, wawe katika watoto wenye nidhamu, wenye kutii kama kizazi cha zamani? Tutoe tu elimu, semina, tuwakanye watoto wetu ili waweze kitu kingine mimi ninachokiona, wamemsahau Mungu. Sisi wazazi ndio tumechangia asilimia kubwa, hatuendi makanisani, misikitini hatuendi. Kwa hiyo kupitia hilo watoto na wenyewe hawaendi. Tungekuwa tunaenda na wenyewe walikuwa wanaenda na msikiliza neno la Mungu, wasingekuwa wanakuwa hivi jinsi ilivyo sasa hivi. Hali ya sasa hivi imekuwa sio. Imekuwa kwa kweli zamani na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Naweza nikasema sijui ni mambo ya mtandaoni yamepoteza maadili sana. Sisi zamani mtu alikuwa akikwambia tu kwa macho, akikuangalia hivi unajua amekuambia kitu gani. Lakini wa sasa hivi ukimwangalia anakuambia unanitukana.
Ni kwa nini haswa inakuwa hivyo mamangu? Na ni kwa sababu tumesahau yale maadili ya mababu zetu, au ni nini ambazo tumesahau haswa kwa kizazi hichi cha vijana wenzangu alika na mimi? Yani tuchukulie mfano, yani kwa haraka mimi nikiangalia hii mitandao imeporomoa watoto, yani wameshuka kwa kiwango kikubwa. Maana wakiona mtandaoni watu wa nje wanavyovifanya, wanafanya kuigizia. Kumbe ndo hapo wanaenda jumla. Kwa sasa hivi naweza kusema ndio au hapana. Kwa sababu gani? Mtoto wa sasa hivi unaweza ukamwelekeza, mwanangu, kuna 1 2 3 ukifanya hivi hapana, lakini akaona kama vile unamdanganya, unampeleka ambapo sio, kwenye raha ni huku. Na hususa makundi, akikutana na wenzie wakianza kumwambia 1 2 3, akiona walivyo mwonekano wao, anaona huku mama ananipoteza, anafuata yake. Anaweza kanyenyekea nyumbani, lakini akitoka nje akafuata nyumbani akafuata unayomwelekeza, lakini akitoka nje anafanya mengine wakikutana na wenzio. Vijana wa sasa hivi na sisi ni tofauti kidogo. Wa sasa hivi wanaweza wakakutana bar, wakamaliza mambo yao wakaondoka, lakini sisi tena kikusimamisha njiani ulikuwa usimame, anaulizia, anakufuata nyumbani. Ni nini sasa utaweza kutusaidia na sisi vijana tuweze kuamka sasa, tuache zile zana ambazo tumekutana mabarabarani, tunakutana kwenye mitandaoni, tunaoana, mwisho wa siku ni matatizo matupu. Nini ambazo unahisi kifanyike ili tuondokane na hii hadha ya mmomonyoko wa maadili? Yaani kwa kweli hapa, maana mitandaoni inaendelea kutoa kila kunako kucha, wanaunda mbinu mpya. Kwa kweli tuendelee, tusichoke kama wazazi. Tuendelee kuhamasisha watoto wetu, kuwapa semina ndogo ndogo, kuwaelekeza, tusichoke. Ndicho kizazi cha sasa hivi.